Hujambo mpenzi mtazamaji wa matangazo ya Tukutan TV. Matumaini yangu kwamba wewe ni mzima wa afya popote pale ulipo. Nikukaribishe siku ya leo na nikusalimu kulingana na majira na inchi ambayo endelea kufuata matangazo yetu ya kila siku kutoka channel ya Tukutan TV. Tinamiki Malembele jina langu, na siku ya leo katika kipindi chetu hiki tuko na mwalikwa wetu ambaye atakwenda kujitambulisha. Lakini labda nianze na utangulizi, nitakwenda kuzungumzia kuhusiana na nini. Itakuwa ni moja kati ya maswali labda ambayo unakwenda kuyasubiri ni kwende kukuelezea. Siku ya leo katika kipindi chetu hiki nitakwenda kuzungumza juu ya uchafuzi wa mazingira. Katika lugha la Kifaransa wanaita insalubrite, ya katika lugha la Kimombo. So kulingana na hiyo ya uchafuzi wa mazingira, au tuseme nje kutokuwepo na usafi mzuri, ndo chanzo na kiini cha sisi leo kuwepo mbele yako hii na mwaliko wangu ambaye atakwenda kujitambulisha yeye mwenyewe. Ndugu jambo. Jambo. Unaweza kujitambulisha mbele ya watazamaji? Asante sana, nashukuru tena kualikwa katika runinga hii ya TGS TV hapa Baraka. Kwa majina naitwa Bile Suko Honore, nikiwa mteteaji wa haki za kibinadamu, kada wa kijamii na mwanamemba wa mashirika ya kiraia. Asante sana ndugu yangu Bile Suko Honore. Siku ya leo tulikwenda kukualika ili mradi tuzungumzie na wewe kuhusiana na uchafuzi wa mazingira. Watu wangependa kujua nini hii inamaanisha. Ukisema insalubrite katika lugha la Kifaransa au tukienda katika lugha la Kiswahili, uchafuzi wa mazingira, watu wangejua uchafuzi wa mazingira au uchafu wa mazingira huwa unasemwa vipi au ni nini haswa? Asante sana, nimeshukuru kwa swali hilo. Ile ambayo tunaita uchafuzi wa mazingira ni kinyume ya usafi. Ndiyo. Yaani kama kuna usafi, yani mazingira yako safi. Na wakati kuna uchafu mahali fulani katika eneo hilo, wanaita kuna uchafuzi wa mazingira. Ndiyo. Yaani hilo ndio maana linamaanisha ukweli wa yale mazingira kutokuwa sahihi au sawa, wanazungumza mazingira yamechafuliwa. Asante sana. Na leo tutazungumzia kuhusiana na pointi hiyo na uchafuzi wa mazingira katika jiji letu hili la Baraka, kwa sababu hatutokwenda katika nyumba mwingine kuiacha nyumba yetu. Leo tu katika mji wa Baraka, wewe kama vile mwananchi unashuhudia vipi uchafuzi au unashuhudia vipi usafi wa mazingira katika mji wa Baraka? Asante sana. Najua jiji linaanza itwa jiji la Baraka. Na kwa vigezo vya jiji kuitwa jiji kuna vigezo nyingi. Ndiyo. Tumepewa karatasi inayomaanisha sisi ni jiji kulingana na idadi ya raia. Ya, asante sana Bile Suko Honore. Labda ningependa kuuliza swali kwa sababu nilivyopata vizuri unasema kwamba katika mji wa Baraka usafi hakuna. Ndiyo. Kuna uchafu. Ndiyo. Mazingira yapo sahihi. Hayapo sahihi. Labda nini sababu inayosababisha uchafu uwepo katika jiji la Baraka? Asante sana. Unajua huwa misali nasema mtu ambaye ana kichwa kikuu aswatwe na jiwe. Kwa sababu raia wanajua baba ambaye anaangalia jiji au maeneo anaishi ni serikali. Sasa jambo la kwanza linamwendea serikali ashike usukani wa kuona namna gani anaweza kurekebisha au kuleta jiji liwe safi. Hilo ni jambo la kwanza. Mtu wa pili ambaye anatakiwa naye alete usafi ni raia au mwananchi au mkaaji mwenyewe. Kwa sababu kuna misali mingine ambayo inasema hautoenda kuzimisha moto kwenye jirani na kabla wewe hujazimisha moto ambao uko ndani yako. Kwa hiyo inaonekana raia wengi nao wanakuwa mojawapo wanasababisha huu uchafuzi wa mazingira. Ninaleta mfano dhabiti. Serikali yenyewe ina zile idara ambazo zinahusika na hiyo kazi, kama vile idara ya mazingira ambayo tunaita ya hygiene ambayo inahusika na hygiene et assainissement. Sasa wakati kuna hiyo hali, inabidi ya kwamba serikali itumie vizuri, ishike lile ambalo linawezekana kuhudumia hiyo wazifa wake ambao wamepatia watu ambao wanahusika na usafi waitendee kazi. Wakati wanatoa kazi, wanaitendea kazi, watatoa masharti kwa raia. Raia nao inawezekana raia wetu sijui kama ni kukosa elimu ya mazingira au namna gani. Na leta mfano, mtu anapokuwa ana uchafu kwenye nyumba yake, anachukua uchafu anautupia kwenye barabara, anasoa uchafu kwenye uwanja wake anaenda kuitupia barabarani. Sijui mimi
unajiuliza anangoja nani akuje kutoa ile uchafu barabarani? Je, ile eneo la barabara ndio eneo ambalo linatengwa kwa ajili ya kuweza kutupa uchafu? Utamuuliza swali hilo mwananchi, atakwambia kwamba serikali haina ile wanaita brigade ambayo inahusika na hiyo usafi. Brigade ambayo inahusika na uchafu huwa inatembea na gari. Hiyo gari inakuwa inasoa uchafu kila eneo. Wanaambia raia hivi, kila mtu kwenye uwanja wake au anakutanishiwa anatia uchafu mahali fulani. Sisi serikali tutakuja tunachukua huo uchafu, na serikali inatenga eneo ambalo limechimbwa, limejengewa vizuri, limetiwa dawa, lina moto. Wakati ule uchafu wote unachukuliwa katika jiji au eneo, unatupwa mule na unashughulikiwa. Huko dawa ambao wanazitumia zinateketeza hivyo vitu na mtaelewa. Baada ya hapo sasa, serikali anachukua majukumu, anasema mimi mwenyewe nina gari ambayo ni ya brigade ya kutetea au kuweza kutafuta usafi wa jiji. Hata hivyo linatumika kazi, lakini wale wananchi ambao linawatendea kazi hawaheshimu zile sheria au kanuni za usafi. Ndio hapo government inachukua ile maamuzi ya kuwatoza fine au kutoza ile ambao wanaita kodi kwa ajili ya usafi. Kinyume ya hiyo, Kongo sasa kwetu au jiji letu la Baraka kunakuwa tofauti ambayo tunaona katika nchi zingine. Mtu analipishwa hela, hizi zinaambiliwa ndio hela za usafi au hygiene. Baadaye huyo mtu anapewa hizo pesa, ule ambaye anakuja anatoza aziingie katika mfuko wa serikali. Na wakati aziingie katika mfuko wa serikali, tunaendelea kuona uchafu unaendelea. Lakini hao watu watendakazi wa serikali wanazunguka mitaani wakitoza pesa kila mahali, wakisema ya kwamba sisi tunataka kutengeneza mazingira, lakini tunapopita barabarani tunakuta chupa zimelea, hasa hizi chupa za soda ya plastiki, vinywaji mbalimbali. Katika nchi kama vile ya Tanzania wamepiga marufuku kuona vinywaji au ile ambayo tunaita chupa ya vinywaji vya energy, hiyo yote orange na mengine yametambaa katika eneo ambao wanaishi. Haliwezi wezekana hata kidogo, lakini kwetu inakuwa kama vile ndio eneo la kuja kutupia kila uchafu. Sasa wananchi wanashitushwa, wanajiuliza kwa nini hayo yanaendelea? Tunatoa pesa zetu lakini hatuoni, na wale ambao wanapewa hizo pesa kuna mara hawaziingize katika mifuko ya serikali. Na Bili, labda nimekufuata vilivyo sana, umekwenda kuelezea uchafu mazingira kwa upande wako unavyokwenda kuumizwa na uchafu katika jiji la Baraka, lakini mpaka na pale swali langu bado kujibiwa. Nilikuuliza vigezo, sababu. Watazamaji raia wangependa kujua nini chanzo kinachosababisha mazingira yasiwe mazuri katika jiji la Baraka. Unitajie yale ambayo nasema kama mji wa Baraka leo hauko katika mazingira mazuri. Ni sababu ya hiki. Asante sana. Tutaenda kwanza, najua ili ni jambo ambalo kama vile wateteaji wa haki za kibinadamu nahitaji uwe mfupi sasa katika jibu langu. Tuliweza kuambia meya wa jiji ambaye alikuwa zamani, tukamwambia tuna opposition sisi kama vile viongozi, tungeomba ya kwamba kwa sababu ukikuta kuna maji ambayo yanaelea yanajaa katika maeneo, kitu cha kwanza hakuna mifereji ambayo inashusha hayo maji. Mfereji unasababisha uchafu kuwepo. Ndio. Pale tunasema kutokuwepo kwa mifereji ni chanzo cha uchafu. Asante sana. Cha pili, watu wanatupa hiyo mifuko na kiolela, inaleta uchafu. Hiyo ni jambo la pili. La tatu, kama huo uchafu unaendelea, watu yani government haichukue majukumu yake ya kuweza kuhukumu watu ambao wanafanya hivyo. Kwa sababu ingechukua ya kwamba watu wanaendelea kufanya hivyo, serikali ichukue hatua madhubuti. Hatuwezi kuona hata chafu moja katika jiji la Baraka, na litakuwa jiji ambalo ni safi kuanzia leo ambao tunazungumza na wewe katika mdahalo huu. Naamini ya kwamba tutatoka hapa tunaweza tukakute jiji limekuwa safi. Ni sheria ichukuliwe mikononi mwake na hatutoona hata uchafu barabarani na hata katika maeneo ya viwanja vya watu. Nirudie katika lile shirika tuseme ile ofisi inayohusika na mambo ya usafi, uliita kama hygiene, watu wa mazingira sijui nini, unasema walikuwa hapa huwa wanatoza pesa. Ndio. Kwa raia. Ndio. Pesa za usafi. Ndio. Wanatoza pesa za usafi. Wao wote ndio wafanye vipi baada ya kutoza zile pesa? Watoze pesa kisha baadaye watengenezee watu mazingira bora ili jiji liwe safi.
Hiyo ndio kazi ya tunataka kumaanisha kwamba watu wa usafi na mazingira mpaka leo wanatoza pesa, lakini hakuna mazingira yote yanayotengenezwa. Ninapoyaona yamejaa na kuambia mji unaumiza. Hapa juzi vile suko nore jiji la Baraka kwa ushirikiano na mashirika mengine kama si Sauliki walikwenda kupana fedha mradi kuna kanisa la Tatu Malkia Upendo kwa ajili ya kutengeneza mifereji. Ndio. Ulichukua vipi hatua hiyo? Ulipongeza au je? Kwa sababu nilisikia hapo nyuma kwamba ukosefu wa mifereji ni moja kati ya chanzo ya uchafu katika jiji la Baraka. Na ninavyofikiri kwa sasa jiji la Baraka limepana mradi kunao kanisa la Tatu Malkia Upendo, lakini mpaka sasa ule mradi wa mifereji umesimama kwa mnavyoangalia. Je, ilikuwa sio ofisi ya mazingira iliyosaidiana na meya wa jiji kwa ajili ya kupanda mradi huo? Meya wa jiji alifanya hiyo kazi ili kwa kweli kama vile nilisema vidokezo jiji la Baraka liwe safi. Na mimi kulingana na jinsi meya ninamjua huyo ambaye ameingia kwa sasa, ningeweza kumpongeza na yeye kwa sababu hili ni jambo zuri. Ukiona ile mfereji ambao wameanza kutengeneza imekuwa vizuri na inaleta kwanza mwanga kidogo. Ikiwa hivyo ndio inaweza kuwa katika jiji lote. Mimi najua huyu meya wa jiji ambaye ninamjua alikuwa kabla hajawa meya, ninajua ushupavu wake, hekima yake, ninajua ninapomwangalia hilo jambo ningemuomba alishike kwa maanani. Hiyo moja wapo ya projet de société zingine yeye atachukua ya kuweza kutengeneza jiji la Baraka na akaweze kuleta usalama. Kwa sababu ukiangalia vizuri maendeleo ya jiji au kuleta usafi inaweza kuwa hata projet ya miaka 10, inaweza kuwa hata mitano, na inakuwa inachukuliwa hatua baada ya hatua. Ndio maana ulinikata kauli nilikwambia tangu meya wa zamani tulimuweza kumwakilisha hoja, tukamwambia inaweza kuwezekana wananchi kulingana na zile pesa ambazo zinaitwa retrocession zinatoka kwa government zisaidie kwa ajili ya usafi na kukarabati mabarabara, ingekuwa vizuri. Baada ya hapo kungekuwa ile tax ya menage ambayo itahusika na assainissement. Tulikuwa tumepropose kwa kuleta kila nyumba uwanja 1000 katika mwezi mzima, kisha baadaye hizo pesa ziweze kulindwa na watu kama mashirika ya raia, watu ambao ni thabiti, si jina shirika la raia, watu ambao wana huruma na ambao hawataki corruption. Baadaye ichungwe na meya wa jiji, atume mtu wake, washauri ambao tunaita wazee wa busara. Hizo pesa zinaweza zikatengeneza mifereji kwa miaka 2 au 5, tutajikuta katika jiji la Baraka inaendelea. Lakini jambo hilo lilipuuziwa. Ndio sisi tunakaza, tunaomba meya afanye kama vile tulimuona ajawa meya, afanye hatua, achukue madhubuti, aite hizo ofisi zake ambazo zinahusika watende kazi na jiji la Baraka. Meya aliyoko madarakani kwa sasa, kabla ya kuwa meya alikuwa kwenye ofisi hiyo ya mazingira. Hapana, nasema kulingana na ushupavu alionao na hekima anaweza akatende kazi. Naam, labda tunaendelea na mazungumzo yetu ya siku ya leo kulingana na uchafuzi wa mazingira. Kama unavyoendelea kusikiliza, mwaliko wetu wa siku ya leo anakwenda kutapika yaliyoko moyoni mwake kwa sababu ya kusikitishwa na kiasi gani jiji la Baraka lilipewa jina la mji, lakini mpaka sasa raia wajitambui kulingana na usafi. Labda bila suku Norele kuulize swali, raia anapaswa kujumuika vipi kusaidia serikali katika mazingira na usafi wa mji? Asante sana, swali nzuri sana. Ukitaka kuganga ugonjwa inabidi uangalie mahali ambapo umeingilia. Ndio naomba raia ndio wanaoathirika. Yaani na wao wana paswa kufanya nini? Kuchangia ni namna gani? Kila mtu kwanza kwenye uwanja wake anapaswa awe na shimo au awe na mifuko ambayo wakati anatoa uchafu ambao unatoka katika uwanja wake anakuwa anaweka huko. Anasubiria ile ambayo tunaita brigade ya assainissement itakuja ile gari. Ndio maana tunaomba jiji linapaswa liwe na hiyo gari. Na hiyo ni gari niliwahi kuiona hapa mjini Baraka, lakini na sisi na mimi najiuliza imeelekea wapi? Imeelekea wapi? Inapaswa iwe na serikali kama nimesema iwe na eneo thabiti ambao wamechimba shimo kubwa ambao watakuwa wanaenda kuharibu huo wote uchafu. Kwa sababu mimi na hofu. Ninajua hii hali ambayo inaendelea, mtu anakunywa energy, anaitupa barabarani. Sasa unaona raia nao wanachangia kuhakikisha na wao pia wana haki ya kuweza kuchangia kuleta. Wao nimesema ya kwamba wachimbe mifuko ya kuweka uchafu, wachimbe shimo manyumbani kwao, kisha waangalie wale ambao wanakuja, wanaangalia kama kwa kweli wanatumia hiyo ofisi yao vizuri, na baadaye watu hao wanaambiana ukweli. Nawaambia kuna mwanamuziki ambao anaitwa
Tiketi cha Papoli aliimba wimbo kwa ajili ya mazingira. Alisema haiwezekani mwananchi ambaye anajua uchafuzi wa mazingira. Hii mifuko ya plastiki ambayo unaona, hizi chupa ambazo mnaona, baada ya miaka 5 ambayo inakuja, mtakuta hakuna rutuba hata mahali popote katika jiji, na inaharibu na kuleta uchafuzi wa mazingira. Kwa sababu gani? Inatupwa olela. Ndio maana tunaomba raia nao wao wanataja wengine. Ukiona mwenzako iko na mfuko wa plastiki au iko na chupa anaitumia, muite, mwambie, unajua ile ambayo unaleta ni hatari ya kesho. Muoneshe na umfundishe kwamba hapana, uchukue uweke mahali fulani, itaenda kutupwa mahali ambapo labda italeta, au itunge kwanza nyumbani, baada itakuwa na eneo ambalo litaenda kutupa. Hapana kutupa holela. Tunaharibu mazingira na yatatuletea shida hapo mbele, na baadaye tutapata shida. Asante sana. Kabla ya swali la mwisho, labda serikali nayo vile vile inapaswa kuchangia vipi katika kulinda mazingira ya mji wa Baraka? Asante sana. Shirika kama tunasema serikali iko na ile tunaita pesa, iko na chochote kile ambacho kinawezekana kwa ajili ya kutumia mazingira. Kitu cha kwanza, serikali inapaswa iwe na mfuko ambao utatenga kwa ajili, mfuko wa pesa kwa ajili ya mazingira, kwa sababu mazingira ni maisha ya binadamu. Watie hivyo. Yaani kuna pesa ambazo tunaita retrocession kama tulisema, na ile kidogo ambayo kwa sababu kuko tax ya hygiene ya jiji ambayo itasaidia. Kwa hiyo kazi wasikuwa wanapata pesa na wanakula tu. Hapana. Cha pili, serikali iwe na wahukumu wale watu wake ambao yeye anatuma watende kazi, kisha kuliko kufanyia ile kazi wanachukua pesa wanaweka kwenye mifuko yao, iweze kuwahukumu. Na wakati inawahukumu, mimi najua inaweza ikalete suluhisho na iweze kuwa na ile inaitwa elimu ambayo itaweza kufundisha raia wake namna gani watu wanaweza kuchunga mazingira. Hautamhukumu mtu na kabla hujamfundisha. Swali la mwisho, ujumbe wako wa mwisho, na uanze kwa ajili ya kile kitengo, kwa sababu nilikwenda kujua leo kwamba kuna kitengo kinachohusika na kutoza pesa za mazingira. Ndio ujumbe wako wa mwisho, kuanza kwenye kile kitengo, alafu unafuatisha ujumbe kwa raia, unamaliza na serikali. Ujumbe wangu kwa kitengo au kitengo ambacho kinahusika na mazingira kiweze kufanya ile ambayo inaitwa, wakati raia inatoa pesa zake, wanawatoza watu pesa, ishughulikie, sivyo tutawahukumu wao, kwa sababu wako mwanzo na mwisho wa kusababisha uchafuzi wa mazingira katika jiji la Baraka. Kama sivyo, waache kutoza mazingira, waache kutoza zile pesa, ili raia wenyewe wachukue majukumu yao ili kuleta usafi katika jiji la Baraka. Na wale raia wengine ambao wanajua wao nao wana viwanja na wanachukua vitu vyao uchafu, wanaweza kutupia barabarani na sehemu zingine za umma, waache hivyo. Wajue mazingira ndio maisha, wachukue ile ambayo tunaitwa jukumu lao la ile kuchukua ile eneo ambalo watachimba kila uwanja na mifuko, ili waweze kuhifadhi mazingira ile uchafu na ukatupwe mahali fulani, ili sote tuepuke madhara makubwa ambayo inaweza kusababisha magonjwa makubwa ambayo inaweza kuharibisha afya za watu. Kwa sababu ya nini? Uchafu umezagaa na umejaa holela. Hivi leo jiji linaonekana kama limekuwa pubele, inakuwa kama vile ni jalala ambao unatupiwa kila uchafu. Kila eneo unapita ni mifuko ya plastiki, kila eneo unapita ni machupa ya plastiki. Tunajiuliza tupo katika eneo gani, na nini itatuonesha kwamba sisi ni wananchi ambao tuna akili timamu? Asante sana, na tunashukuru mpaka pale ndugu yangu Bilibile Suku Honore kwa kujibu mwaliko wetu kulingana na kipindi cha siku ya leo. Labda mpenzi mtazamaji, tumekwenda kutamatisha na kumaliza kipindi chetu hiki cha mazingira siku ya leo, ambacho tulikwenda kuzungumzia kuhusiana na uchafuzi wa mazingira. Bilibile Suku Honore, mwaliko wetu siku ya leo, alikwenda kuzungumza kwamba kinachosababisha uchafu katika jiji la Baraka, ukosefu wa mifereji, na vile vile hakuna shimo lililotengwa kwa ajili ya kusafirisha mizigo yote ya uchafu. Na vile vile raia aliomba raia wawe na mifuko ya kuweka uchafu, wawe na mashimo kuchimba, ili mradi kuwa na mwaga uchafu wote pale. Na vile vile alikwenda kuomba serikali zile pesa zinazotozwa kwa ajili ya mazingira zitumike kazi kwa ajili ya kusaidia raia na kuepukana magonjwa mbalimbali. Ni hapa tutakuwa tumetamatisha kipindi chetu cha siku ya leo cha mazingira. Kwa mara ya mwisho, mwenzangu mwaliko wa kwetu kwenda kujitambulisha mbele ya watazamaji. Billy Honore, mkaaji wa Baraka, mwanamemba wa mashirika ya kiraia, mteteaji wa haki za kibinadamu na kada wa kijamii.
Hii ni Tukutane TV, mashariki mwa nchi ya Kongo. Jina ni Marembe, ni mimi. Kwaheri.